Khutba yetu ya leo itakuwa ikizungumzia kuna mambo mengi ambayo kwamba yanayomwokoa Mwenyezi, yanamwokoa mja kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, mengi mno ambayo kwamba mja akifanya anakuwa karibu na Mola wake Subhana, anapata radhi za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Leo tutagusia moja katika hayo, wa minhunna almuraqaba walmuhasaba. Khutba itazungumzia mtu ajichunge na ihisabu nafsi yake, kuihisabu nafsi yako, kuitathmini nafsi yako, kuipeleleza nafsi yako, kuichunguza nafsi yako, kuwa makini na nafsi zetu. Kabla ya kufanya tukio, uliangalie hilo tukio Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla analipenda au halipendi, analiridhia au haliridhi. Ndio khutba leo itazungumzia hivyo, kwa lengo la kwamba Mwenyezi Mungu atutoe ndani ya mwezi wa Ramadhani zikiwa nafsi zetu zina muhasaba, zina muraqaba, zikiwa nafsi zetu zinajua kumjua Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kupitia ndani ya nafsi zetu tukiwa tunashuhudia yale ambayo kwamba yaliyotendeka ndani ya mwezi wa Ramadhan, yale ambayo kwamba tuliyoyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atujalie hayo tuende nayo baada ya Ramadhan. Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Allaha azizun hakim. Mwenyezi Mungu anasema jueni kwamba yeye Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anajua yale ambayo kwamba yaliyokuwa ndani ya nafsi zenu. Fahdharuhu, onyo na tahdid na waid. Mwenyezi Mungu anatuogopesha, anasema fahdharuhu, muogopeni, tutahadhar. Vile vile Mwenyezi Mungu ni mshindi, hashindwi na jambo. Azizun hakim, Mwenyezi Mungu ni mwenye hikma ya hali ya juu. Katika mambo ambayo kwamba yanamfanya mja akawa na daraja ya juu kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kuihisabu mtu nafsi yake. Tulizizuia nafsi zetu. Wengine midomo yao ilikuwa misafi ndani ya mwezi wa Ramadhan, midomo yao ilikuwa inapendeza ndani ya mwezi wa Ramadhan, midomo yao ilikuwa inanukia, ina harufu nzuri mbele ya mwezi wa Ramadhan. Wengine mikono yao walijizuia na maasi ndani ya mwezi wa Ramadhan, miguu yao vile vile walijizuia kwenda sehemu ambayo kwamba la yardillah, Mwenyezi Mungu hairidhi. Huu ndio utamaduni anaopenda Allah Subhana, na hili ndio jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu analipenda kwa mja wake. Ndio maana akatuambia fahdharu, kuweni na tahadhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh, innahu la yus'alu ar-rajulu an kuhli 'aynayhi wa an fattihi at-tin bi usbu'ayhi wa an fattihi at-tin bi usbu'ayhi wa 'an lamsi thawbi akhihi. Mtume alimwambia Muadh bin Jabal, kila kitu kitakuwa kwa hisabu kwa Mwenyezi Mungu. Kila kitu Mungu atakihisabu, kila kitu. Utaona kitu wewe kidogo tu katika uoni wako na jicho lako, Mwenyezi Mungu iko kitu atakipiga hisabu mbele ya hadhara ya Mwenyezi Mungu takatifu. Akamwambia mpaka unapochukua wanja, kupaka wanja ni sunna. Unapaka wanja, kama utapaka mara 3 au mara 2, Mwenyezi Mungu atakuuliza hiko ulichopakia wanja, kijiti umekitoa wapi? Hiki kijiti unapaka wanja umekitoa wapi? An kuhli ainei, ataulizwa. Wa alamsihi wa an fattihi at-tin bi usbu'ayhi. Imam Ahmad bin Hanbal sahibu al-wara, mcha Mungu. Ukisema Imam Ahmad bin Hanbal alikuwa na ucha Mungu wa kupitiliza, ndo wara. Siku moja alikuwa amemuita mgeni mmoja katika wanawazuoni. Alipokuwa amefanya naye mazungumzo, akampa chakula kila kitu, akamaliza. Wakati ule hakuna mambo ya sabuni. Sabuni ya wakati ule labda majani ya mkunazi ndio watu wanasafisha mikono yao au michanga.
Imam Ahmad bin Hanbal, kwa kuwa yule mtu mgeni wake alipokuja akampa vile vyakula, akahitaji asafishe mkono wake, akatoka nje Imam Ahmad bin Hanbal akaenda akauchukua mchanga, lakini ule mchanga alienda kwenye nyumba ya jirani yake akauchukua, alafu akaja kwa imamu akaja pale akachukua ule mchanga akampa ili asafishe mikono yake. Akasafisha yule mtu mikono yake, lakini mchanga alichukua kwa jirani, sio mchanga wa kwake. Hajamwambia jirani kama anachukua mchanga. Akasafisha mikono yake. Baada ya muda Imam Ahmad bin Hanbal akatanabba, nilichukua mchanga, lakini mchanga nilichukua kwa jirani. Jirani sijamwambia kama anachukua mchanga wake. Nitakuja kuulizwa. Katika tarikh na manaqib ya Imam Ahmad bin Hanbal katika kitabu Al-Manhaj Sawi, alikuwa analia kwa tukio hili miaka 40. Ndani ya miaka 40 anamlilia Mungu, nimechukua mchanga wa jirani yangu bila ya ruhusa yake. Mangapi alikuwa anafanya Imam Ahmad bin Hanbal ya kuweza ili jambo kufutwa? Katika tarjama ukisoma, alikuwa akiswali rakaa 300 kwa siku za sunna. Mangapi alikuwa anafanya Imam Ahmad bin Hanbal? Lakini kwa kuwa alihisabu nafsi yake, muhasabatu nafs, akajua kwamba hili jambo hajaangalia kwamba mimi nina matendo mema yatafuta hili, aliangalia inda hadharatillah, wakati wa kukutana na Mungu ataniuliza. Atakuuliza Mwenyezi Mungu, wa an fatihi tini bi usbu'i, unachukua mchanga unafikisha mikono yako kama unasafisha, umeupata wapi huo mchanga? Wa alamsi thawbi akhihi, Mtume anamwambia Muadh bin Jabal, unachukua unagusa nguo ya ndugu yako Muislamu au ndugu yako yoyote unemjua wewe, Mwenyezi Mungu atakuuliza, uligusa ile nguo ulikuwa wewe na fikra gani na mawazo gani, na ulikuwa unataka nini? Kuonesha kwamba kuhisabu mtu nafsi yake ni jambo muhimu. Kabla hujatenda jambo lile, jambo kabla hujalitenda lazima uhisabu nafsi yako. Hili jambo linamridhisha Mungu? Hili jambo Mungu atalifurahia? Hili jambo nikilifanya litanipeleka mbele mimi katika hadhara ya Mungu? Sio mbele kimaisha, sio mbele kidunia. Nikilifanya hili jambo mimi nitakuwa na daraja gani kwa Mwenyezi Mungu? Haya mambo tulikuwa tunayafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Haya mambo yalikuwa ni mambo ya kawaida ndani ya mwezi wa Ramadhani. Humuoni mtu kutukana ovyo, humuoni mtu kusema maneno machafu, kuonesha kumbe watu wanaweza wakajikinga na wakajilinda na vitu. Haya masiku ayyama madudat, wanaweza wakajiongeza vitu vingine vile vile wakaweza katika masiku ya kawaida. Mtume aliwaambia maswahaba, antumul yawma fi zamanin khairukum fihi almusari' wa sayati alaykum zamanun khairukum fihi almutathabbitu. Maswahaba aliwaambia, nyinyi mpo katika zama, mbora wenu wakati huu ni yule aliyekuwa musari' fil khairat, anapupa katika kufanya matendo ya kheri. Kafanya ibada hii, kafanya ibada hii, katenda ibada ile, kafanya ibada hii, kafanya hiki, kafanya, yani yale matendo ya kheri yote yale, kila wakisikia tendo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakuwa na pupa na himma kulifanya. Mtume anawaambia maswahaba, wakati wenu ndio huu, nyinyi zitakuja zama kwenu nyinyi na watakaokuja, mbora sio anayetenda. Kutenda sio suluhisho. Mtume anawaambia maswahaba, na sisi tupo nyuma ya maswahaba, sio kutenda shida, watatenda watu watafanya, lakini khairukum fihi almutathabbitu. Unalinda nini? Yale matendo yako unayalinda vipi? Yule mwenye kuthibiti na jambo, unafanya ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani, unafanya matendo mema ndani ya mwezi wa Ramadhani, hadith wala haraj, ikiwa kutoa sadaka, ikiwa kusoma Qur'ani, ikiwa kuwakirimu watu kufuturu, ikiwa na mambo mengine yote unayofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikiwa upole wako, ikiwa kuangalia vizuri majirani zako, hizi thawabu almutathabbit uzilinde, na baada ya Ramadhani ufanye uendelee. Almutathabbit, Mtume aliwaambia maswahaba, hizo zama zitakuwa zama chafu, hizo zama zitakuwa zama zinazonuka, hizo zama itakuwa mtu kujilinda kwa Mwenyezi Mungu, kujiweka kwa Mwenyezi Mungu akawa karibu na Mungu ni shida. Kuyathibitisha matendo yako yakawa yale matendo ni mudawa na muwadhaba na muthabara na muthabata, ndio itakuwa kheri kwa kuwe unayalinda.
matendo yetu tuyalinde ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana itakuja Ramadhani nyingine, Ramadhanul qabil wal qabil wal qabil, hakadha tutakuwa hivi hivi, kwa sababu matendo tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani huu yanamegwa, yanatafunwa hapa katikati. Ramadhani nyingine ikija tunaanza tena mwanzo moja, Ramadhani nyingine ikija tena mwanzo moja. Ndio maana hatupandi daraja. Muumini anatakiwa awe apande daraja kwa Mwenyezi Mungu. Ukisikia hiyo la'allakum tattaquna, daraja tofauti, sio ile tattaquna tu Ramadhani miaka 40 hiyo tattaquna tu, mtu kijana mpaka kizee kikongo tattaquna tu. Tattaquna daraja, sio tattaquna ucha Mungu, kwa daraja tofauti. Naam, tofauti. Kuna takwa, kuna wara, kuna zuhudi, kuna wajla, kuna khashia, zote ni ucha Mungu. Hiyo tattaquna tumeanzia wapi? Sisi tumeanzia wapi? Mpaka leo tujafika popote. Muhasabatu nafs. Mama Zulaikha alipokuwa amekutana na Nabii Yusuf ala nabiyina wa alayhi afdalu salati wa tamu taslim katika ule ukumbi wa faragha, tunajua tendo la Mama Zulaikha. Alikuwa akimtaka Nabii Yusuf kwa tendo chafu, lakini alihesabu nafsi yake. Lakini kuhesabu nafsi yake kakosea, kaingia kwenye duni, kacha kubwa. Alikuwa na sanamu pembeni, akaenda kwenye ile sanamu, faqamat faghattat wajha sanam. Nabii Yusuf akamwambia, malaki atastahina min muraqabati jamadin wala astahi min muraqabati almalik aljabbar? Unaliona aibu sanamu hili? Yani sanamu halioni wala halina masikio, unaliona aibu, linakuona kwani? Sasa kwani usimuone haya Mungu anayekuona? Mimi namuonea haya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Uona muonea haya huyu sanamu? Alihisabu nafsi yake, lakini kuhesabu kwenye nafsi yake amefeli. Tuzihisabu nafsi zetu. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa huwa asdaqul qailina jalla jalaluhu wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه ففاز المستغفرين ونجاة التائبين. Katika kumcha Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Miongoni mwa kumcha Mwenyezi Mungu ni mtu kuihisabu nafsi yake. Tusirudi tena katika maovu insha Allah. Kwa baraka ya Ramadhani na kwa baraka ya leo Ijumaa, siku takatifu, tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla tatakuna iendelee, ucha Mungu uendelee, tuzidi kwenda mbele kiucha Mungu, tuzidi kwenda mbele kumjua Mungu Azza wa Jalla. Abdullah ibn Dinar ni katika matabi'i, maana yake wamewakuta maswahaba. Anasema siku moja nilikuwa natembea na Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, fakharajna Makkah, fakharajna min Makkah, tukatoka Makkah, fagharasna ila baadhi tariqi, tukatembea tukakuta mti, tukakaa kwenye kivuli na Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Fanhadara alayhi ra'in, akateremka kutoka mlimani huko mchungaji mbuzi, anachunga mbuzi wake, akateremka na kuja chini. Mimi nipo na Sayyidina Umar, tupo katika mti, tumekaa tumepumzika. Huyu mchungaji mbuzi alikuwa na mbuzi wengi. Sayyidina Umar akamwambia, ya ra'i bi'ni shatan, naomba niuzie mbuzi wako mmoja. Huyo mchungaji akamwambia, inni mamlukun, mimi sio mbuzi wangu, mimi nimetumwa tumtumishi mfanye kazi, siwezi nikauza. Sayyidina Umar akafanya, alikuwa na kitu Sayyidina Umar kama kumwangalia mtu imani yake yuko vipi, yuko sawa. Akamwambiaje, qul li sayyidika akalaha dhibu, qul li sayyidika akalaha dhibu. Kwa nini usimwambie bosi wako ukienda huko mbuzi mmoja katafunwa na mbwa mwitu? Mwambie hivyo, mwambie hivyo. Lakini huyu mchungaji alikuwa sahibu tawajjuh, sahibu sidq ma Allah. Akamwambiaje, fa aina Allah, fa aina Allah, Mungu yuko wapi? Unaniambia mimi nikupe wewe mbuzi mmoja, ni khalifa, ni amiri almu'minin, muhasabatu nafs, fa aina Allah, Mungu yuko wapi? Sayyidina Umar yakalia muda mrefu sana, alafu akatoka akaenda kwa yule anayemmiliki, akamwambiaje, thumma ghada ila mamlukihi fashtarahu min maulahu faataqahu wa qala lahu qad a'taqatka fi dunya hadhihi alkalimatu wa arju an tu'tiqaka fi alakhirah. Sayyidina Umar yakaona huyu anafaa, huyu sio mtu wa kuchunga mbuzi, huyu tumweke sehemu katika sehemu za dini huyu, ili awaendeleze watu kiimani.
akaenda akamnunua kwa bwana wake. Alafu akamwambiaje? Kilichokuacha huru wewe duniani ni hili neno aina Allah. Mungu yuko wapi? Ukitaka kurudi katika mambo yako ya zamani kabla ya Ramadhani kwenda kubeti, chukua hili neno, na mimi vile vile tulichukua wote. Aina Allah, aina Allah. Tukitoka na hili tu basi, tuache aya, tuache hadithi, toka na neno moja tu, aina Allah. Mungu yuko wapi? Inna rabbaka la bil mirsad, anakungojea mbele. Aina Allah, basi tuondoke na hili. Akamwambia nimekuacha huru, kilichokuacha huru ni neno hili, aina Allah. Sasa nataraji Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla vile vile atakuacha huru siku ya Kiyama kupitia neno hili. Alihisabu nafsi yake, alikuwa makini na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Muhasabatun nafs, kurudi tena katika yale tuliyokuwa tunayafanya, ni ubahlulu fadhulu jahul, ni ghabnu, ni kupunjwa. Mtu anapunjwa ila mataa. Mpaka wakati gani tutakuwa karibu na Mungu? Hakuna jambo kubwa kama kuwa karibu na Mungu. Mwezi wa Ramadhani ndio miezi katika miezi yote unayojua wewe, inamfanya mtu hatua yake ikaenda haraka 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 haraka. Ukitaka kuingia guest, nyumba ya wageni sasa hivi imekosoa nyumba ya wageni. Kabla ya kufanya jambo lako, tukio lako la kawaida, kabla ya kuvua nguo yako, sema aina Allah. Ukitaka kumwacha mumeo kwenda kwa mwanamume wa nje, sema aina Allah. Ukitaka kumsaliti mkeo kwenda kwa mwanamke mwingine, sema aina Allah. Mungu yuko wapi? Kwangu mimi naomba Mungu ili neno alitie kwenye moyo wangu, na sisi tuliohudhuria tukitoka ndani ya mwezi wa Ramadhani tuna natija aina Allah. Bas, aina Allah. Sayyidu Taifa Imam al-Junaid aliulizwa, muhasabatun nas, mimi nitaweza vipi kujilinda nisimwangalie mwanamke? Unakaa kwenye kibaraza, unakaa kwenye vigenge. Mwezi wa Ramadhani tulikuwa hatuna haya, lillahi alhamdu wal minna. Hakuna watu miskitini, watu miskitini, alhamdulillah. Lakini mwezi wa Ramadhani umeisha, na nyinyi Waislamu ndio mnafanya mambo mengi yaliyokuwa mazuri. Hata nchi imekuwa na amani zaidi, alhamdulillah rabbil alamin. Utulivu basi unaendelea, amani juu ya amani, alhamdulillah. Mungu atulindie amani kwenye nchi yetu. Akamuuliza, kuna nini mimi nitafanya mpaka nisiweze kumwangalia mwanamke? Akamwambia bi'ilmika anna nadhara an-nadhiri ilayka asbaqu min nadharika ila al-mandhuri ilayhi. Ukijua kwamba kabla hujamwangalia huyo mwanamke anayepita kuangalia kwenye mwili wake na viwili vyake, Mungu kabla wewe hujatangulia kumwangalia, Mungu kashakuangalia. Eka hiyo ndio aina Allah. Kabla hujamwangalia Mungu kashakuangalia. Nimalizie, mtu mmoja anaitwa Al-Kiflu, Mtume anasimulia, anasema kwamba huyu mtu alikuwa malahu wara min adh-dhanb, alikuwa hana ucha Mungu katika dhambi. Yani jambo la dhambi yeye ni kawaida tu kwake, kufanya madhambi ni kawaida. Wakati wa Bani Israel, hadithi ipo katika Musnad wa Imam Ahmad bin Hanbal. Siku moja akawa ameahidiana na mwanamke, wakafanya maovu. Lakini alipokuwa juu ya yule mwanamke irtada'at wa bakat, riwaya inasema hivi, irtada'at wa bakat, akatetemeka alafu akalia. Akamwambia, vipi malak, una nini wewe? Akamwambia, inni ma amiltu hadha al-amal qat wa ma hamalani alayhi illa li haja, mimi sijawahi kufanya hili jambo na mara ya kwanza, na kilichonipelekea nifanye ni haja, nina shida. Akamwambia, awatafalina makhafata Allah, kumbe unafanya wewe lakini unamwogopa Mungu, unataka kufanya kitu unamwogopa Mungu. Pale pale akamwacha, akamwambia, ana ahra bidhalika walaki ma a'taituki famata min tilka al-laila. Riwaya inasema hivi. Akamwambia, kama ndio hivyo, mimi ndo muovu, mimi sina ucha Mungu wa kujilinda na madhambi. Yani mimi katika madhambi ndo nimekuwa kama vile ninapelekwa tu, sina kujiangalia, sina kujichunga, sina kuhisabu nafsi yangu. Mimi ndo nina haki zaidi niache ile jambo, na mwisho wangu leo nenda na zile hela akamwachia, nenda nazo, chukua. Akafa usiku ule ule. Riwaya inasema famata min tilka al-laila, usiku ule ule mtu akafa. Al-Kiflu anaitwa. Alipokufa, fa asbah maktuban fi darihi innal kifla inna Allah qad ghafara lil kifli.
mlangoni kwake kukaandikwa Mwenyezi Mungu amemsamehe kifli, Mwenyezi Mungu amemsamehe kifli. Mtume anasema fataajaba an-nasu min dhalik, wakashangaa watu, walikuwa hawajui, lakini nini alichokifanya? Alihisabu nafsi yake kabla ya kufanya lile tukio. Kama ni hivyo, mimi nimefanya sana maovu, mimi ndo na haki, basi nikuache. Akaihesabu nafsi yake. Kule kuhesabu nafsi, kumbe muda mwingine unaweza ukaacha dhambi, kule kuacha dhambi Mungu akaona umemheshimu, akakusamehe madhambi yako, ikawa mwisho wako husnul khatima wal qabul. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارض اللهم عن اول خليفه رسول الله سيدنا ابي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن ابي طالب. اللهم عن بقيه العشره الكرام وازواج نبيك المصطفى وعن امي حبيبك وسبتي ذي الاخلاص والصفا وعن الانصار والمهاجرين التابعين لهم باحسان الى يوم يبعثون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا من خلقت جميع الاشياء وامرك بين الكاف والنون. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واقيموا الصلاه.